Ujambo mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Na leo kama tulivyosema juzi, tunaendelea kufundisha jamii ya watu wa imani ya kuokoka. Wale watu ambao huwa wanaitwa Wakristo ama wanajiita Wakristo. Na tutakuwa tunaangazia swala la ufalme wa mbinguni. Mimi hapa ni Mwalimu Filipo, au ukipenda mwalimu wa jamii. Karibu tuandamane hadi tamati. Nilipokuwa ninasikiza, nikiwaza na kuwazua na kukaa na kuingiliana na jamii ya watu wa imani ya kuokoka, kuna masuala mawili ambao nimetambua yanatatiza sana, yanafaa kufafanuliwa, na ukipenda yanaweza kuwa matatu. Swala moja ni ufalme wa mbinguni ni nini, na uko wapi, uko vipi, unafanya kazi vipi ufalme wa mbinguni. Swala la pili ni swala linaitwa ufufuo. Mtu akifa anaenda wapi, nini inaendelea. Na swala la tatu ni kitu kinaitwa ufalme wa milele. Ikiwa muda utaturuhusu, haya mambo tutaweza kuyaangazia katika mazungumzo ya leo. Karibu. Tuanze na swala hili linaitwa ufalme wa mbinguni. Tukiongea swala la ufalme wa mbinguni, hatuwezi kosa kumtaja Yesu. Kwa sababu Yesu ndiye alikuja na ujumbe wa ufalme wa mbinguni. Katika Marko 1:15, alipoanza kuhubiri aliambia watu, tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Na alipokuwa akiongea na makutano katika sura ya 6 aya 33 ya Mathayo, akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote, chakula, mavazi, afya njema, ufanisi, hayo mengine yote Mungu atawaongezea, mkitafuta kwanza ufalme wa Mungu ama ufalme wa mbinguni. Ningependa nifafanue kwamba ufalme wa mbinguni ndio ufalme wa Mungu. Haya sio masuala mawili tofauti. Unaitwa wa mbinguni kwa sababu ni mahali Mungu anakaa. Na unaitwa wa Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayetawala huko. Sawa sawa? Sasa watu wengi hawajaweza kujua juu ya ufalme wa mbinguni. Yesu alisema kuna watu wa dini ambao huwa wanakaa kwenye lango. Wao hawaingii katika ufalme na hawaruhusu wale wanaoingia waingie. Wanakaa wakiwafungia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini akasema kuna watu ambao wanatia bidii. Aliwaita watoza ushuru na makahaba. Alisema wanatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu. Na siku moja Yesu anaongea na bwana mmoja msomi sana, aliyekuwa na elimu nyingi ya dini, lakini alikuwa hajaelewa juu ya ufalme wa Mungu. Anaitwa Nicodemus. Nicodemus alimwangalia Yesu na akaangalia miujiza anayoifanya. Akaona haya mambo tunayajua. Akaenda kwa Yesu masaa ya jioni, akamwambia, Bwana, mwalimu. Alimuita mwalimu. Akamwambia mwalimu, Rabi ndio jina la wakati ule lililomaanisha mwalimu. Akamwambia, Rabi, mambo yale unayoyafanya yametujulisha vyema kwamba wewe watoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anaweza fanya
mambo haya unaoyafanya wewe, Mungu asipokuwa pamoja naye. Yesu akamwambia, amin, amin nakwambia, hiyo ni Yohana 3 kuanzia mwanzo. Amin, amin nakwambia, usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa mbinguni. Walipoendelea kuongea, Yesu akarudia swala lile lile. Akamwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa katika masuala hayo niliyoyataja, swala la kwanza, Yesu aliambia watu tubuni ndio muweze, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Swala la pili, Yesu akaambia watu tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Na swala la tatu, Yesu akasema kuna watu wa dini ambao huwa wanafungia watu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na swala la nne, Yesu akaonyesha ya kwamba unaweza ona ufalme wa mbinguni na unaweza ingia, lakini ni kwa kuzaliwa mara ya pili. Wakati Yesu anateswa, kabla ya kuteswa alipelekwa kwa koti. Akaulizwa na yule aliyekuwa na mhukumu kama yeye ni mfalme. Akasema, ndio, umesema kweli. Mimi ni mfalme, na kwa sababu hii nilizaliwa. For this cause I was born. Hiyo ni katika Yohana 18 aya 36 na 37. Kwa sababu hiyo mimi nilizaliwa. Kwa hivyo inatuonyesha kuna namna fulani ufalme wa Mungu uko katika hii dunia. There is a sense at which ufalme wa Mungu uko kwa hii dunia. Na ni kama watu huwa wanaingia katika ufalme wa Mungu wakiwa katika dunia hii. Na Yesu alionyesha njia ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni kutubu. Lakini njia ya kuona, unaweza ingia na ukawa huoni. Njia ya kuona ufalme ni kutubu. Lakini Yesu alisema sio kutubu tu, ila kuzaliwa mara ya pili. Sasa swala hilo la kuzaliwa mara ya pili utatanisha sana. Watu wengi wanatafsiri kwa njia mbalimbali. Wengi huwa wanafikiria kuzaliwa mara ya pili ni kubatizwa. Napenda nikufafanulia kwamba kuzaliwa mara ya pili si kubatizwa. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na Roho wa Mungu. Kuzaliwa na Roho wa Mungu ni vipi? Kulingana na Biblia, Yesu alisema kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hivyo kuzaliwa na mwili ni kwamba mama yako na baba yako, wazazi wako wa kimwili walikuzaa. Wakakusababisha uonekane katika dunia hii ambayo inawaka jua, inamea mimea na iko na ardhi. Lakini kuingia katika ufalme wa Mungu ni Roho Mtakatifu huwa anakusababisha uingie ama uonekane katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu asipokusababisha utokee huko, uonekane huko, udhihirike huko, haiwezekani. Kwa hivyo Yesu alimuonyesha yule mwalimu ya kwamba unaingia katika ufalme wa Mungu sio kwa sababu ya kufanya mambo fulani mazuri. Unaingia katika ufalme wa Mungu kwa Roho mwenyewe kukuwezesha kuingia. Okay? So mtu ndio aingie katika ufalme wa Mungu, huwa ako katika ufalme mwingine ambao si wa Mungu, ambao unaitwa ufalme wa Shetani ama ufalme wa giza. So akiingia katika ufalme wa Mungu unaitwa ufalme wa nuru na ufalme wa pendo la Mungu. So maandiko matakatifu yanatuonyesha ya kwamba kujiunga na wokovu
ni kuhamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambao ni Yesu Kristo. Sawa sawa? Kwa hivyo ufalme wa Mungu hasa ni nini? Ufalme wa Mungu ni Mungu akitawala. It is God ruling. When God is ruling, then the kingdom of God is there. Kwa sababu God is the king, na kama kuna watu wanatawala, basi kuna kingdom yake pale. Isaiah aliandika katika Isaiah 9 mstari wa 6 na wa 7. Akasema ya kwamba Yesu ataitwa mfalme wa amani. He will be the Prince of Peace. Mfalme wa amani. Na akasema the increase of his government will be upon his shoulders. Kwa hivyo Yesu huwa ana utawala ama ufalme ambao uko katika bega zake, alipewa na Mungu. Na akapewa mamlaka ya hiyo ufalme. Wakati amefufuka kutoka wafu alisema, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Mbinguni na duniani. Kwa hivyo akaambia wanafunzi wake, sasa hata kuwatuma ninawatuma, endeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Na wakati alijidhihirisha katika kitabu cha Ufunuo, akajitokeza kwa yule bwana anaitwa Yohana katika kitabu cha Ufunuo. Alimwambia, mimi ndiye yule niliyekufa na sasa ni hai, na niko na ufunguo wa kuzimu na mauti. Kwa hivyo Yesu ako hata na mamlaka ya kusema ni nani atakufa na ni nani ataishi. Huyo ndiye mfalme wa dunia yote, ambaye anajua nafsi zinaenda wapi, na ambaye anajua nafsi zikiishi kwa hii dunia zitaishi vipi, na alitoa siri ya kuishi maisha ambayo yana upungufu na yasiyo na upungufu. Alisema maisha yaliyo na upungufu ni maisha ambayo hayana ufalme wa Mungu, lakini maisha ambayo hayana upungufu ni maisha yaliyo na ufalme wa Mungu. Na ndio akaambia watu tafuteni. Aliambia watu tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Mpendwa mtazamaji, Mungu anataka kuzidishie chakula. Mungu anataka kuzidishie mavazi. Mungu anataka akuzidishie viatu, akuzidishie amani, akuzidishie afya bora, akuzidishie maisha ya nguvu, utoke katika maisha ya unyonge. Akuzidishie maisha ya upendo, uache kukataliwa. Akuzidishie maisha ya uhuru, utoke katika vifungo. Akuzidishie maisha ya utawala mwema, utoke katika harassment ama kusumbuliwa na mashetani na mapepo. Na njia hiyo inavyoweza kutendeka ni pale kama wewe katika vipaumbele vyako, your priorities, utatafuta kwanza ufalme wa Mungu. Na Yesu alisema njia ya kutafuta ufalme wa Mungu ni kuacha kujisumbua, kuacha Mungu atawale. Alisema hivi, ukitaka kujua vile Mungu anatawala, angalia vitu viwili. Angalia ndege wa angani. Hawajisumbui, wanaamka asubuhi, wanaimba, wanapeperuka, wanaruka huku na kule, na wanapata chakula. Akasema pia, angalia vile maua yanakuwa asubuhi, yanaamka yamechanuka vizuri, nyasi la kondeni linakaa liko mrembo sana, alafu jioni linanyauka. Ukiangalia, so alitaka kuonyesha kwamba Mungu ndiye hupatia vitu uhai. Mungu ndiye anapatia wanadamu na wanyama uhai. Na huyo Mungu anakupatia chakula, atakupatia nguo, atakupatia mavazi, atakupatia afya njema, atakupatia upendo, atakupatia kibali, ataipanua biashara yake. So biashara yako, na kwa hivyo inaonyesha ya kwamba it is not how much you do. Haitegemei sana na bidii yako katika ufalme wa Mungu. Inategemea sana na imani yako. No wonder yule mtu anaitwa Jude,
Yuda katika sura yake ya kwanza aya ya 3 aliandika kitabu akasema ya kwamba nilipokuwa nafikiria kuandikia juu ya wokovu huu, niliona niwaandikie juu ya kwamba muishindanie imani ambayo sisi sote tulikabidhiwa mara moja tu. Imani ambayo ilikabidhiwa watakatifu mara moja tu ndio huwezesha mtu kuishi maisha yaliyo na utofauti. Kwa hivyo Mungu ndiye hupatia vitu uzima. Kwanza umjue hivyo. Ukimjua hivyo utajua ufalme wake. Sasa tuongee maneno ya uzima wa milele. Watu wengi wanapookoka huwa wanasema nataka kwenda mbinguni nikauone uzima wa milele ama nikaupate uzima wa milele. Na hata wanasema ya kwamba usipofanya hili ama usipofanya lile hautaingia katika uzima wa milele. Na wengi wako na hope, wako na tumaini kubwa kwamba siku moja watakufa na wataenda mbinguni kuishi uzima wa milele. Napenda nikupatie taarifa. Mungu hajatuficha vile huwa anafanya mambo yake. Ametufunulia katika maandiko yake matakatifu. Kuna aya moja katika Biblia katika Yohana 3 na aya 16 inayosimulia vile ambavyo uzima wa milele unapatikana. Yohana alituandikia wakati baada ya Yesu kukutana na Nikodemo. Yohana ameendelea kuandika yale yaliyotokea na vile Yesu aliendelea kusema. Yesu alisema hivi, kama vile kuanzia aya ya 14, kama vile wakati wa Musa, watu walikuwa wanaumwa na nyoka wanakufa. Alafu Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba, umpandishe juu, ili kila atakayeumwa na nyoka amwangalie huyo nyoka wa shaba, na akimwangalia ataishi. Na akasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Aya 16 hiyo. Hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila amwaminie, nataka ushike, asipotee bali awe na uzima wa milele. Okay? Kwa hivyo mtu huwa anapata uzima wa milele sasa akimwamini Bwana Yesu. Ukimwamini Bwana Yesu huwa anakuja katika moyo wako, alafu anakuletea ufalme wa Mungu ulio na amani, kwa sababu amani ndiyo ishara kamili kwamba umepata ufalme wa Mungu. Alafu anaingia ndani yako, anakupatia uzima wa milele. So napenda nifafanue uzima wa milele ni nini. Uzima wa milele ni uzima usio na mwisho. Uzima usio na mwisho unakaa namna gani? Unakaa tofauti na uzima huu tulio nao huku. Uzima huu tulio nao huku duniani ama humu duniani ni uzima ambao hupatikana na mauti. Katika siku moja ama nyingine unakuta mtu kwa kuzeeka ama kwa ugonjwa au kwa ajali ama kwa mikosi uzima wake umekatika na ameaga. Lakini uzima wa milele ni uzima ambao huendelea hata baada ya kaburi. Kwa hivyo wale ambao wanampokea Yesu Kristo katika ndani ya uzima huu, maandiko matakatifu yanasema katika mwili huu upatikanao na mauti, huwa wanaongezewa kitu kinaitwa uzima wa milele. Uzima wa milele hukaa vipi? Uzima wa milele ni uzima wa Mungu. It is the life that God lives. Uzima ule Mungu huwa anaishi ni uzima usiokatika. Ni uzima unaoendelea hata baada ya kaburi. Kwa hivyo ukimpokea Bwana Yesu, siku ile uzima huu wa kawaida utakatika, uzima huo wa milele utaendelea pamoja na wewe ukiwa umelala kwa kaburi, na siku ile utafufuka ukiwa na huo uzima. Kwa hivyo
nataka ushike hilo na likuelewe sawasawa, kwamba faida moja ya kumpokea Yesu Kristo ni kwamba huwa anakuja kama mfalme wa maisha yako. Anazuia vitu zingine kama mashetani, mapepo, majini, wachawi, waganga, vitu vizito kutawala maisha yako. Anakuja kutawala maisha yako. Namba 2, anakupatia uzima wa milele ndani yako. Na sasa kwa kifupi mno niongee juu ya kitu kinaitwa maisha baada ya kaburi ama kiama ya wafu. Kiama ya wafu itakuwa, lakini siku gani itakuwa, mwaka gani itakuwa, hakuna ajuaye, ila itakuwa. Na Yesu alituonyesha hivyo kwa kufufuka kutoka kwa kaburi. Akatuonyesha kuna maisha mengine mtu anaweza kuishi baada ya kaburi. Alituonyesha hayo pia kwa kuwafufua wale waliokuwa wamekufa. Alimfufua mtu anaitwa Lazaro. Lazaro wa Bethania alikuwa amekufa siku 4 na Yesu akamuita akafufuka. Kuna binti ya mzee alikuwa anaitwa Yairo. Aliaga na Yesu akamfufua. Yuko kijana mwingine wa mama moja mjane, pia naye alikufa na Yesu akamfufua. Katika hawa kufufuka, haikuwa kwamba tu tuone nguvu ya vile ambavyo anaweza kufufua, lakini ilikuwa tuone ya kwamba kutakuwa na maisha mengine ambayo yako baada ya kifo, na hayo yatakuwa siku moja kama vile alivyopanga Mungu. Ya kwamba itatokea kwamba wale wote waliokufa watafufuka. Waliokufa katika haki wakiwa na maisha ama uzima wa milele watafufuka katika haki na furaha ya milele. Na wale ambao hawakumpokea Yesu, hawakupata ufalme wa Mungu na hawakupata uzima wa Mungu, watafufuka ndiyo, lakini watafufuka katika aibu ya milele. Kuna habari mbili ambayo Yesu alitoa kuonyesha kwamba ipo kiama ya wafu na yako maisha baada ya kaburi. Kuna jamii fulani ya watu walimwendea Yesu wakamwambia Yesu, kuna bwana mmoja alikuwa ameoa mke lakini hawakupata watoto, akafa. Ndugu yake akachukua ule mke, hawakupata watoto. Huyo ndugu naye akafa. Wandugu 7 wa ile familia wakamchukua yule binti, lakini hawakupata mtoto na yeye. Na hao mabwana wakamuuliza Yesu, katika ufufuo, kwa sababu kila mtu aliamini kuna ufufuo. Katika ufufuo, hawa wandugu 7 ni nani atakuwa mwenye huyo mke mmoja? Na Yesu akasema, katika maisha hayo ya ufufuo hakuna kuoa na hakuna kuolewa. Watu wataishi kama angels, kama malaika. Kwa hivyo malaika huwa hawaoi, na hivyo ndivyo maisha yalivyo baada ya kaburi. Kwa hivyo kama hujaolewa, olewa sasa, hautaenda kuolewa mbinguni. Watu huolewa kwa sababu ya kuishi kwa hii dunia waiongeze. Lakini kama haujaolewa, ukisha aga na umefufuka, utaishi kama malaika. Kwa hivyo Yesu alionyesha vizuri ya kwamba kuna hayo maisha hayana ndoa, lakini watu wataishi katika maisha mengine baada ya kaburi. Kwa hivyo mtu akifa haangamii kabisa. Kuna hayo maisha yaliyo baada ya kaburi. Na hayo maisha ni maisha mema kwa waliompokea Mungu wakapata uzima huu, na ni mabaya kwa wale wasiompokea Mungu katika maisha haya. Habari ya pili Yesu alitoa ni juu ya tajiri na Lazaro.
Kulikuwa mtu mmoja kwa hii dunia alikuwa tajiri sana, alivaa vizuri, aliendesha magari makubwa, alikaa katika manyumba mazuri mazuri, alikuwa mpaka na umbwa wale wazuri kama sasa ungesema wale wakina German Shepherd na wale wengine. Alikuwa nao. Na maisha yale aliishi aliyapenda. Na kukaa na bwana mmoja anaitwa Lazaro. Lazaro huyu sio yule alifufuliwa na Bwana Yesu, ni Lazaro mwingine. Na maandiko matakatifu yanaonyesha Lazaro alikuwa maskini sana, alienda kumuomba chakula yule tajiri. Na tajiri akawa hampatii chakula. Ikawa ile chakula ambayo hata angempatia Lazaro, anampatia umbwa. Sasa Lazaro alikaa katika lango la yule tajiri. Kila siku anatamani angalau apewe kile chakula ambacho umbwa wanakula. Na kwa sababu ya matatizo na shida na njaa, yule Lazaro aliaga. Alipoaga walimzika. Tajiri naye ikafika muda wake naye akaaga, naye akazikwa. Yesu Kristo alituonyesha wakati wa kifo chao mambo yalibadilika. Katika kufa kwake Lazaro alichukuliwa na malaika, wakampeleka mpaka kwenye kifua cha Ibrahimu. Na walipompeleka katika mahali Abrahamu anapumzika, alitulia pale, akawa mtu mwenye raha. Lakini tajiri naye wakati aliaga, haisemi malaika walimchukua, inasema alizikwa. Kwa hivyo ukifa kama huna Yesu katika maisha yako, kwa sababu kila mmoja atakufa, maskini wanakufa, matajiri wanakufa. Ukifa cheo chako hakitakusaidia. Mali ulio nayo hayatakusaidia. Utazikwa. Utazikwa kama vile maskini wanazikwa. Lakini pahali utaenda baada ya kaburi inategemea, kwa sababu uzima wako ama uhai wako itakuwa ni kama ndoto. Vile watu wanalala usiku, asubuhi wanaamka. Kifo inakuwa ni kama usingizi. Unalala, roho yako inaenda pahali. Sasa katika mauti, mtu ambaye hakumpokea Yesu hana mfalme wa kutawala maisha yake, hana uzima wa milele. Katika mauti yeye huzikwa, na uzima wake huu wa kawaida, uhai huu unatengana na mwili, unateremka kule wafu huwa wanawekwa, na unaenda kuteseka katika maisha ya shida na aibu za milele, na katika moto usiozima. Yesu alisema pia kuna wadudu kule ambao hawafi, huwa wanakula mtu usiku na mchana. Lakini kama ulimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi na mfalme wako, alikupatia uzima wa milele, katika kiama ya wafu atakutumia malaika, na malaika hao watakuchukua, watakuketisha pahali watu wa imani huwa wanaketi. Abrahamu ni baba yetu wa imani. Mahali anaketi, hapo ndipo nafsi za watu huwa zinakaa. Na katika kiama ya wafu, wakati watu wote watakuwa wakifufuka, Yesu ndiye atakuwa mfalme. Na maandiko matakatifu yanasema atatenganisha watu kama vile mchungaji huwa anatenganisha kondoo na mbuzi. Atawaweka wale wazuri mkono wa kulia, na ataweka wenye dhambi katika mkono wake wa kushoto. Ni kama vile kondoo mkono wa kulia na mbuzi mkono wa kushoto. Na hapo ndipo atawaambia wale walio katika mkono wake wa kulia, nyinyi ingieni katika furaha ya milele ambayo mliwekewa tangu zamani. Na wale ambao watakuwa mkono wake wa kushoto atawaambia, endeni muende kwa baba yenu Ibilisi, kwa sababu mliniona niko na njaa, hamkunipa chakula. Mliona sina mavazi, hamkunipatia mavazi. Mliona nimefungwa, hamkuja kunitazama. Mlisikia niko mgonjwa, nimelazwa hospitalini, hamkuja kuniangalia. Na hata mliona nina kiu na hamkunipa maji.
Na watamuuliza Yesu, kabla hatujaenda kuangamia kwa sababu ya makosa yetu, ni lini tulikuona ukiwa na hizi shida zote na hatukukusaidia? Yesu Kristo atasema, kile ambacho hamkufanyia mmojawapo wa hawa watu wangu wa imani hii, ni mimi hamukufanyia. Mpendwa mtazamaji wangu, Yesu anakuangalia. Kile unafanya kinarekodiwa. Lakini elewa hivi, unafaa uweke imani yako kwake, umfanye awe mfalme wa maisha yako, akupatie uzima wa milele, alafu uanze kuonyesha upendo kwa watu walioitanishwa na jina lake. Hiyo ndio itakuondolea aibu ya milele katika miaka ijayo kwenye kiama ya wafu. Mungu wa uzima akubariki sana. Endelea kutenda wema, kuwapenda watu, kwa sababu Mungu ni upendo. Akiingia ndani yako kama mfalme, anataka aone upendo. Kama huna amani katika moyo wako, ni ishara moja ya kwamba ufalme wa Mungu haujaingia ndani yako, kwa sababu Yesu Kristo anaitwa mfalme wa amani. So unafaa umkaribishe, mwambie Yesu Kristo, ingia ndani yangu, unitawale, unipe upendo na unipe amani. Mungu akubariki sana. Hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi wako Mwalimu Filipo, ama ukipenda Mwalimu wa Jamii. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare. Tukutane wakati mwingine. Mungu akubariki na Yesu Kristo akae na roho yako. Thank you.